tangia mwezi wa pili, mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano mpaka wa sita, na kuwaga na tatizo la hali ya hewa, inaniletea kidogo uzito kwenye sauti, inaleta madhara, yani inaita hasasia kwa Kiarabu. Kwa hiyo wakati mwingine kuna hisi sauti inahitaji kufunguliwa kwa nguvu. Kwa hiyo mtaniwia radhi huko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Kila sifa kamilifu baada ya kumlani kwanza shetani alifukuzwa katika rehema za Allah na kuanzia jina lake Allah, jina litakatifu, mwenye rehma na mwenye kurehemu. Kila sifa kamilifu ni zake Allah, mwenye kuendesha maisha ya viumbe vyote, na rehma na amani zimwendee mwombezi wetu mtume wetu Muhammadin, na kwa familia yake takatifu na masahaba wake wema, na wote wanaojitahidi kumwigiza kwa mwendo mwema hadi siku ya Kiyama. Tunamuomba Allah jalla jalaluhu atujalie katika wafuasi wake wema hadi siku ya Kiyama. Allahumma amin. Leo tuna hadithi mbili ndefu, waheshimiwa. Karibuni tena kwa majaala ya Allah tabaraka wa taala na fadhila zake. Tumerudi kutukutanisha tena ili tuendelee kusoma mafundisho yake na mafundisho ya mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndio nuru ya nyoyo zetu, ndio nuru ya akili zetu, ndio nuru ya masikio yetu, ndio nuru ya macho yetu, ndio nuru ya ndimi zetu, ndio nuru ya viwiliwili vyetu, ndio nuru ya mipangilio yetu tunayokusudia kuipangilia. Atakayepanga katika maisha yake mipangilio isiyokuwa na mwanga, isiyokuwa na mwelekezo, mafundisho ya Allah tabaraka wa taala na yale ya mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, huyo atakuwa amepata hasara tu, kwa sababu atakuwa amekosa roho ya bizinesi zake na biashara zake. Kwa hiyo ndio maana kila mara tunamshukuru Allah tabaraka wa taala tukisema alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tunamhimidi Allah tabaraka wa taala aliyetuweka katika dini ya Uislamu, akatujalia kuwa Waislamu na tukawa na imani, tunamfahamu Mola wetu, tunajitahidi kutenda yanayomridhisha na tunajitahidi kukwepa na kuepuka yale yanayomkasirikisha, kwa kuzitafuta radhi zake, kisha pepo yake hapa ardhini na pepo yake pia baada ya kufufuka kaburini na baada ya kufufuka. Allahumma tujalie tuwe katika wafuasi wema watakapopata pepo kwa radhi zako subhanahu. Naam, hadithi zetu mbili ni hadithi zinazungumzia miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, japo hadithi ni nyingi sana zinazozungumzia miujiza yake aliyokabidhiwa na kukirimiwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni ndefu kidogo, visa viwili vinavyosisimua. Tunahitajia kuzifungua nafsi zetu na kuzitayarisha akili zetu, na wale wenye vitabu waweke masikio vizuri, masikio ya nyoyo na masikio pia ya kichwa, na pale mtu atakuwa hakufahamu tunamtafadhalisha
aweze kuuliza, kwa sababu swali ndio dawa ya kufukuza ujinga. Hadithi ya 520. وعن جابر رضي الله عنه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كديات شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما في ذلك صبر. فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: تعيم لي؟ فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا
وبقي منه، فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر رضي الله عنه: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولبن، ولنا بهيمة داجن، فذبحتها. وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئت فسررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهلا بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم لا تنزلن برمتكم استغفر الله لا تنزلن برمتكم، عفوا، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد قلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: أدعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم 1000. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوا وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. نعم. Jabir ibn Abdillahi radhiallahu anhu, kama tunavyojua, ni mlango wa matatizo kuwa na njaa na namna gani utafanya ukiwa na njaa na wenzako. Anasema radhiallahu anhu, akitusimulia yale
mpata Mtume SAW na masahaba wake, inna kunna yauma alkhandaqi nahfuru. Alkhandaq ni tamko au ni mfumo wa Wafarisi. Wafarisi ni wale jamaa wanaishi nje ya bara Arabu, ukianzia leo Irani mpaka nyuma ya Irani. Sasa hivi vita vilikuwa ni vita vya tatu. Mtume SAW akaijiwa kuvamiwa na wale wa jamaa wa Maka, wamekusanya jamaa zao pembeni huku na kule, karibu wanajeshi 3,000 wakafika Mtume SAW alipojua kwamba wamekuja wengi, akawashauri masahaba wake, tufanyeje? Ndani Mayahudi nao wamechemka, wale ni watu wa hiana tu bwana, na wao pia wamekuwa ni maadui wa ndani. Haya, wanafiki nao wamechemka. Basi ikabidi Mtume SAW awasikilize masahaba. Akatoka mmoja wao yule Salmani, ambaye radhiallahu anhu alikuwa ametokea ng'ambo zile zile za wa Farsi kule. Akaambia Rasulullah, sisi kule katika vita vyetu huwa tuna mpango fulani. Huwa tuna mpango wa kuchimba shimo litakalozuia wanyama wa wale jamaa kuruka na kuingia nchini mwetu. Lakini naona hapa Warabuni hiyo system ya vita hamna. Waonaje ya Rasulullah, tuchimbe pembeni, tuache tu mahala ambapo labda itakuwa ni kwetu huku, lakini kule watakatokea wao kule tupazingire, tuchungane napo, na tunachungana na kule, lakini hapa tunahakikisha hawatoruka wala wanyama wao hawatoweza kuruka shimo lile au handaki lile. Na leo linatumika katika vita huko Kongo, unasikia wanakuambia handaki na kwingine ambako wanajua namna ya kufichama ndani ya mashimo ili wasionekane vizuri kwa uwazi na maadui zao. Kwa hiyo Al-Khandaqi ndio maana yake handaki kwa Kiswahili. Sasa walipokuwa wanachimba, kabla wale jamaa kuja, wakafikia mahala faaradat kudiyatun, kukaonekana jiwe kama vile kinundu, hawawezi kukivunja. Hicho kijiwe hicho kikawaziwilia wao kuendelea wanachimba. Fajau, wakamwendea ila nabii sallallahu alaihi wasallam, wakamwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia faqalu hadhi kudiyatun aradat fil khandaqi, ya Rasulullah, ebu angalia, kuna kitu kimezuia bana, jiwe hiyo. Faqala ana nazilun, akaambia basi mimi sasa hivi ninateremka. Akateremka ndani ya handaki, na pale katika lile handaki, japo hayapo haya maneno katika hadithi hii, ameteremka na kitu kama
chuma kinachopigwa kinachopigiwa, yani watu wengi wanapigia chuma hicho kwa kuvunja mawe. Basi alipopiga kwanza, zikaruka cheche, wanazika jiwe na chuma, kunaruka moto. Zile cheche ziliporuka, akawa anawaambia, nakupeni habari njema, mtafungua miji ya Fursi. Kapiga mara ya pili, mtafungua miji ya Rumi na kadhalika. Yani wao wako pale wanauoga wa kupigana vita na hawa jamaa wa kutoka Maka, lakini angalia pale pale anawabashiria habari katika miujiza yake sallallahu alaihi wasallam kwamba mutawashinda watu wa Fursi na Rum. Manake acha hawa ni upuuzi hawa. Bas thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajarin. Hapa ndipo tunaanzia kisa cha hadithi hii. Kisha akasimama na tumbo lake amefunga jiwe, ma'subun bihajarin, limefungwa jiwe kwenye tumbo lake, kwa sababu walikuwa na mtindo wa kuwa wakiwa na njaa kali, basi wanachukua kitambaa, wanafungia ndani jiwe, wanafunga kwenye mahala penye njaa kali. Si kumaliza njaa, lakini ilikuwa ndio aina yao ya kujisaidia kupunguza njaa. Sijui leo tunafanyaje, sijui. Bas Jabiri anaendelea kusema kwamba radhiallahu anhu, walabithna 3 ayamin, na tukakaa hapo kwenye handaki tunachimba siku 3, usiku na mchana, wala nadhuku dhawaqa, hatuna chochote tulikuwa tunaonja. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيلا أو أهيما. Basi Mtume sasa akachukua mi'wal. Mi'wal ndio kile chuma nimekuambia, ni kama vile wanavyopigia jamaa wenye kubomoa milima na nini, au mahala wanataka kuchimba fereji, kunapigwa kile chuma. Fadaraba, akapiga kwenye lile jiwe, lile lilikuwa limewashinda kuondoa. Faada, jiwe likageuka likawa kathiban. Kathib ni hivyo mnaonaga vumbi au kuchika kwa kitu kinasambuka chote. Ahyala, mchanga kabisa, au ahyama, vumbi. Fakultu, Jabiri akasema, ya Rasulullah, kwa sababu Jabiri yeye hakuwa na starehe, manake ameona kwenye tumbo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna jiwe. Kiakili akajua Mtume yuko katika hali mbaya sana ya njaa. Pale pale akaambia, ya Rasulullah, nipe ruhusa, idhali ila albayti. Manake inaonyesha kwa Jabiri na kule kwenye handaki haikuwa mbali. Kama ni ruhusu ni wahi nyumbani, hakumwambia anaenda kufanya nini. Bas akapata ruhusa, akakimbia haraka nyumbani, akamwambia, faqutu limraati, nikamwambia mke wangu, raaitu bin nabii sallallahu alaihi wasallam shay'an, nimeona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hali fulani nimeona. Ma fi dhalika sabru, wala hakuna anayeweza kuvumilia, kufanya subira, ujifanya hukuona wala huhisi kama alivyokuwa na hisi mpenzi wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza mke wake, na hizi ni adabu mke na mume kuulizana. Unaona idara ya ndani
idara ya ndani, yani wanaita wizara ya mambo ya ndani. Hata kama nyumba ni yako, hata kama umeemea mwenyewe vyakula, umevinunua mwenyewe, vitu vyote ukiingiza ndani ya nyumba yako, umemkabidhi mkeo, kazi kwake kupanga, kujua hivi tutakula kesho, tutakula nini, au leo tutakula nini. Labda ukiwa na hamu unaambia mke wangu, katika zile habari nimeleta, napenda kitu fulani nifanyie. Si mbaya, lakini asilete ukaidi. Hapana, mimi ndiye waziri wa mambo ya ndani, sifanye. Hapana. Teleta vita. Baadhi ya kina dada wakali, hapo utaleta vita bana. Hapana, sivyo. Ni kwamba unachunguza nini mme wangu anapenda, unamtayarishia kabla haja kuomba. Na wewe pia mume unajua, mke wangu anapenda ndizi sijui za Uganda, sijui anapenda ugali wa Kongo, sijui anapenda vitu gani. Kama huna uwezo usimletee kila mara, lakini mkumbuke. Lakini ukishaingiza ndani, tayari umeingiza katika wizara yake. Jabir, kama vile tuliona katika visa vingi, masahaba wengi, hata Mtume SAW wamechinja kambuzi kwa kutoa sadaka, wakakatakata vipande. Mtume SAW akapata na shida, kaondoka, akamwachia jukumu lote bibi Aisha radhiallahu anha. Ukapita wa maskini pale na nini, anawapa. Mbuzi yote kaondoka, kukabaki katifu, kipande kama vile cha upande wa bega hivi, lakini mbuzi yote imekwenda. Aliporudi Mtume akamwambia, vipi, lahmi imefikia wapi? Akamwambia, bwana, yote nimegawa, kumebaki tu kipande hiki. Akamwambia, yote imebaki. Maanake ukimpa maskini ni kwamba umebakiza, umejiwekea khera. Hii tunayokula ndio yetu sisi, lakini hii haina faida na sisi kama ile tuliogawa. Na masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifurahi sana wakitembelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wakiona kwamba wanaweza wakatoa huduma, ikamfurahisha Mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tunafundishwa hapa kwamba ukiwa na ndugu zako, rafiki zako, familia, wa wapi na nini, wa mbali, wa karibu, wafurahishe, kwa sababu utakapowafurahisha na Allah atakufurahia, na Allah atakuzidishia. Allah atakubariki katika vile ulivyotoa. Ulitoa 10, utapata 100. Tujifunze haya, sio tu kusikia habari. Jabir amemchunguza mwalimu wake, kwa mwalimu ana njaa hapa. Mke wangu, una nini wewe hapo? Kaambia akasema, akamwambia, raaitu bin nabii sallallahu alayhi wasallam shay'an ma fi dhalika sabrun, nimeona hali kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam haina kabisa namna ya kusubiria na kuivumilia. Fa indaki shay'un, una lolote, una chochote? Faqalat indi sha'irun wa anaq, ina vitu viwili hapa. Sha'iru tumeshaizoea, ile ngano, waweza kutwanga, waweza kusaga na nini, waweza kufanya ndani ugali, ukatoa ndani mandazi, chapati, mikate, muhimu. Ama anaq ni kimbuzi kidogo, kitoto cha mbuzi kidogo, nacho pia ni kike. Bas pale akatwanga, wakasema, watahantu shaira, nikaanza kutwanga na kuukanda unga. Turudi nyuma,
indi shairu wana, naam, fadhabahtu al-anaqa, nikachinja kwanza kile kimbuzi, kile kitoto cha mbuzi, kisha fatahantu ash-sha'ira hatta ja'alna al-lahma fi al-burmati, hadi tukaweka vipande vya nyama. Lahmi, sijui kama kuna tamko lingine. Lahmi ni kule katika Qur'ani na Kiarabu, nyama Kiswahili. Tukatia vipande vile tulivyokatakata vya ile lahmi ndani ya chungu. Burma ni chungu. Thumma ji'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kisha nikarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal ajinu kad inkasar, na ule ndio tuhitaji mimi baada ya kukanda unga, si unafunikwa, unawekwa mahala ya uvimbe hivyo. Sasa akasema ule ugali tuliokanda ule kwa ajili ya kutengeneza mkate umekwisha kuwa tayari, umeumuka. Asante. Nilikuwa nimepitiwa na kaneno wako kuumuka yani. Shukran. Walburmatu baina al-athafiyi qad kadat tandaju au tandiju, kama inavyoandikwa hapo, na kile chungu kiko cha nyama kile kinachemka, karibu kitaiva. Nadija, nadaja au nudju ni kuiva. Fakultu, nikaambia, tuayimu li, faqum anta ya Rasulallahi wa rajulun au rajulani. Hili tamko tuayimu katika lugha ya Kiarabu ni tasghiri ya taamun, yani chakula kidogo sana ya Rasulullah. Yani anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, njoo wewe, faqum anta, njoo wewe mwenyewe na watu mmoja au wawili. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hawezi kumwambia hivyo, wakubalie bwana. Lakini Jabiri alikuwa anaona ndio hivyo, na tena mke wake alimtahadharisha, tafadhali bwana, sina vingi, kwa sababu ukileta watu wengi mimi nitaaibika. Unajua mama wengine ndio upenda wakipika chakula aone wageni wamekunywa mpaka wameacha, vimewashinda pale, wanasema leo nimefanikiwa, mashallah, huyu ni mama mkarimu. Si yule anaweka chungu cha maji ya ugali, maji haya chemki, kumesha chemka ishakauka, anaongeza mengine, huyu mgeni haondoke, au wageni haondoke. Wapo watu mnakaa mnaongea mengine mpaka watu wengine wanaondoka, wanakwenda nyumbani, wanarudi majumbani mwao bila kula, na sio vizuri. Sunna ya mitume na manabii na wacha Mungu, akiingia mtu hata kama hamjui, pale anashughulika. Mtume Ibrahim alayhi salam anachinja kimnyama pale, analetea watu, anadhani ni watu, kumbe si watu, hawale. Hakuwauliza, unasikia? Sijui mnanifuata vizuri hapo. Hakuwauliza, jamani, nikukirimuni nini, nikuleteni nini, nikupeni nini. Ukishamuuliza mtu hivyo, maana yake hutaki ale. Lakini siku hizi maradhi ni mengi, visukari vingi, sijui pressure nyingi, cholesterol mengi. Leo tuna magonjwa yanaitwa gute ni yale magonjwa yanatokana na walaji nyama wengi. Wale wanakula makuku, wanakula manyama, mambuzi mengi, wanakula nyama, hasa wanaume. Wanawake kabla ya kuingia katika hedhi haugui hayo maradhi, lakini akishamaliza hedhi yake anaweza akayaugua, kwa sababu damu inavyokuwa inamtoka mama kila mwezi ni kheri kwake, inatoa maradhi mengi, inatoa
yani inampa kinga nyingi sana ile hedhi. Wanamume wasio, kwa sababu hawana hedhi, wanaumwa maradhi mengi sana yanatokana na kuwa damu inajazana mwilini, na damu ikijazana mwilini inaacha magonjwa. Hiyo ni sayansi. Hata kama mimi sikusomea sayansi, lakini huwa naogota kwa wanasayansi. Kama yuko dokta hapa atanikosoa. Sisi hatuna kibri bwana. Mimi nimesema, mimi ndio imamu, mimi ndio shekhe, mimi ndio nini hapa. Kila anayekosea anakosolewa, kila anayekosea anakosolewa. Naam, Jabir radhiallahu anhu alipomwambia Mtume sallallahu alayhi hivyo, kumbe kheri bwana. Kama vile kwa Abu Huraira, mnakumbuka kile kisa cha Abu Huraira, alikuja na gilasi ya maziwa, nadhani ni yeye na Mtume, basi wakinywa, kaambia waite wale watu wa Sufa kule, wale karibu 70, wape wanywe. Tena akadhani yeye ndio ataanziwa, anza wewe Abu Huraira. La, Mtume sasa anakuwa alikuwa na system nzuri sana ya kumsubirisha mtu, kumwonyesha kwamba hiyo haraka sio haraka haina baraka. Nenda pole pole na maajabu ya Allah wewe. Tena ukipata, hebu mfikirie nduguyo kabla yako wewe. Mfikirie, japokuwa sisi siku hizi wagumu sana, mabakhili, tunajipenda sana kuliko wengine. Kumbe kumpenda mwingine, Muislamu mwingine, Allah anapenda sana. Wayuthiruna, katika Qur'ani kule, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hii ndio ilikuwa sifa ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila aya Qur'ani haikusema ni hasa kwa masahaba, bali wao ilikuwa ni mfano Allah anautoa. Walikuwa wanapendelea wengine wafaidike kabla ya wao, hata kama wao wenyewe walikuwa na hasasa, yani haja kubwa kweli kweli ya yale, ima vyakula au vinywaji au nguo au dawa au chochote. Muumini yeye kazi yake ni kujitolea kwa ajili ya wengine. Sio muumini mwenye kuanza kujitolea kwa nafsi yake na mke wake na familia yake na baba zake, mama zake, shangazi zake. Hata kama Waislamu wengine watakufa na njaa, wacha wale ndugu zako wafe na njaa, wape watu baki, kwa sababu wale umewapa kwa kujitolea. Ama hawa utakuwa umewapa kwa kuwajibika. Tumswalie Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tuseme Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Naam, pale Rasul sallallahu alaihi wasallam قال كم هو فذكر له فقال كثير طيب. Akamuuliza, kam huwa, hicho chungu chako hicho ni kimoja, ni vyungu viwili? Ugali au unga ulioukanda huko kutengeneza mikate au chapati, sijui ugali mmoja tu au mwingi? Akasema hapana. Akasema fadhakartu lahu, nikamwambia bana, ni vile nimekuambia Rasulullah, chungu kidogo cha nyama na ugali wa mkate kidogo tu. Basi katika lugha ya Kiarabu walikuwa na tabia Waarabu wakifurahi na kutoleana, yani uzito katika ukarimu wa watu, walikuwa wakinaambiana kathirun tayyibun, kathirun tayyibun. Wewe usidharau kwamba hivyo ni vichache, ni vingi vizuri. Hivyo ni vingi japo ni vichache, lakini kwa ukarimu wako sisi tuwaona ni vingi. Sasa wewe nenda kamwambie mke wako, qul laha, mwambie mkeo,
la tanzir alburmata, asiondoi chungu kile cha mboga kile kwenye nini pale kwenye jiko, kwenye mafiga yale mafiga, yani majiwe matatu hivi ndio anafanya mafiga. Asiipui chungu, akiache hapo hapo, asikifunui. Wala alkhubza min atanuri hata ati, wala asiutole mkate katika tanuru, yani mahala pale pa kuchomea mkate, hadi nifike mwenyewe, asigusi. Faqala, akawaambia watu, qumu, enyi wa masahaba wangu, simameni. Faqama almuhajiruna walansaru, hebu angalia picha hiyo, watu wote wakasimama pale, muhajiruna na ansar radiyallahu anhum. Bas fadakhaltu alaiha, الرسول صلى الله عليه وسلم asema, nikaingia. Fakultu, alipoingia kwa mama mke wa Jabir, akawaambia waihaki, yani na fadakhaltu alaiha. Jabir anasema nikaingia kwa mke wangu alaiha, nikamwambia fakultu waihaki, hatari mke wangu, jaa an-nabii sallallahu alayhi wasallam wal muhajiruna wal ansar wa ma ma'ahum, bana nimemnong'oneza bwana mmoja au wawili na wewe mwenyewe, lakini amekuja na muhajiruna wote na maansari na waliokuwa pamoja nao. Qalat hal sa'alaka, amekuuliza nije na watu wote au vipi? Qultu naam, kajibu ndio. Qala Rasul sallallahu akasema, basi udkhulu wala tadaghatu, ingieni mmoja mmoja, wawili wawili, wala msibanane mkasongamana. Naam. Faja'ala yaksiru alkhubza, sasa lile limkate lile akawa analimega. Wayaj'alu alayhi lahma, juu ya kile kipande cha mkate anachukua kimnofu kutoka ndani ya lile sufuria au chungu kile, anaweka kwenye ule mkate. Naona huyu ndiye kiongozi mwema. Yani si kwamba aliambia jishughulikieni, kila mmoja ajijue kule ajipe, yeye mwenyewe kiongozi mfano mwema. Waarabu wakasema sayyidul qaumi khadimuhum, bwana wa watu, kiongozi wa watu ni yule mwenye kuwahudumia. Usioni aibu, wahudumie wageni wako na watu wa nyumbani kwako, ni fahari kubwa sana. Mtume sallallahu anawahudumia wale, hakuwapa wajijue. Anakata kipande cha mkate, anachukua kipande cha nyama, anaweka juu, alafu anampa kila mmoja, kwa wale wote waliokuwepo pale. Lakini alikuwa akifunua chungu, akitoa tu anafunika haraka sana. Yani akitoa nyama anatia kwenye mkate, anafunika pale pale chungu. Akitoa mkate ndani ya tanuri, akitoa kipande anarusha mkate, anafunga tanuri. Sijui kulikuwa siri gani hapa, hakuwa anaacha wazi. Jabir anatuambia hivyo, anasema faja'ala yaksiru alkhubza wa yaj'alu alayhi lahma, kisha wayukhammiru alburmata watanura,
idha akhadha minhu. Khammara, unasikia kuna tamko khimar katika kalima. Kwa Kiarabu kuna wakati mwingine unaweza ukadhani maneno magumu ya ajabu, tutapataje tafsiri zake? Lakini kumbe ukichukua ile na kuaga na onyesha katika kulipata neno asili yake, hebu lichambue lote neno, fi'li yote, kitendo au tamko lichambue, ulirudisha kwenye asili yake. Inaitwa sarfu. Hiyo sarfu, ilmu ya sarfu. Unachukua mfano, mimi naitwa Salim. Salim kuna sin, kuna alifu, kuna lam, kuna mim. Hizi zimeshakuwa herufi 4. Asili ya kila neno katika lugha ya Kiarabu ni herufi 3. Kila itakapozidi herufi inakuwa na maana yake, inaongeza maana kwenye Salim. Asili yake ni salima, salima, aliyesalimika. Kwa hiyo pale pale ukiongeza herufi zikawa 4, 5 mpaka 6 au 7 kwa mwisho kabisa, na maana inakwenda inabadilika au inaongezeka, inapanuka sawa na wingi wa herufi. Na ikija shadda kama hapa, unaona shadda inasema wayukhamiru. Mimu iko na shadda hapa, na kule katika Qur'ani khimar, waliyadribna bikhumurihinna. Na wakina mama wa Kiislamu, wadada wa Kiislamu wema, wanalazimishwa kujimwagia, yani ule ushungi ule wanaumwaga unashuka, unateremka chini. Yani mimi nasema kujimwagia, lakini kujifunika. Kwa hiyo inakuwa khimar. Ndio maana mnasikia khamru. Khamru kazi yake inaitwa khamru kwa kuwa ni kinywaji kibaya sana. Hata hizo bangi, drug, nini, vitu vyote vinavyokwenda katika ubongo, kuna mahala Allah alitengeneza panakuwa na kazi ya kupambazua. Mtu anapambazukiwa akiwa hakulewa. Ndio maana mwenda wazimu ile nafasi inakuwa imefungwa, anakuwa hana akili wala hapambazui tena uzuri na ubaya. Na hivyo pombe kaitwa khamrun kwa sababu yakhmiru al-aqla wa yughatihi, inakwenda nafunika akili mahala pale pa kupambanulia mambo na kufahamu, inapafunika. Na vilevi vyote, ndio maana vyote ni haramu, sigara, nini, vyote. Unasikia? Sasa hapa anasema wayukhamiru. Rasul sallallahu alayhi alikuwa akifungua mlango wa tanuri, mahali pale pa kuchomea mkate, panajengwa kwa namna duara. Wanaotumika katika marestaurant makubwa wanaona, na hasa sio restaurant za kutumia mashine za kizungu. Wanakoka moto nyuma kule, alafu ndani wanabandika tomato mingi. Ukibandika tu kile kichapati kinaganda pale, kinavimba, ukitoa hivi tayari kimeshaiva. Na mikate hivyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu anafungua pale, anachukua mkate, anamega kidogo, kisha anafunga mkate humo ndani, mle ndani ya tanuri. Kisha funga, anafungua sifuria hapa au chungu, anatoa mnofu, anaweka kwenye kile kipande cha mkate, kisha anafunika pale pale. Sijui mnanipata vizuri? Siri hii tu pengine ndio katika wahi ameambiwa fanya hivyo bana, chakula kitakuwa kingi, watakula wote hao mpaka watakibakiza. Wewe ukifanya hivyo hautofanikiwa bana. Usiseme na mimi siku moja nataka nijaribu kwangu, uite watu 2,000 3 jamani, halafu nitakuwa nafanya hivyo. Hiyo kazi heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karama hazikosi, lakini sio hapa. Hapa ni muujiza. Tofauti ya karama na muujiza. Karama ni vitu vya ajabu vinaweza kumtokea mtu bila kuvipanga. Mfano, mtu anakwenda mahakamani kakati wa kesi kidhulma,
kisha wanasema kesho utauawa. Marekani wanaua sana kwenye viti vile vya umeme. Wewe umeshakata tamaa, sasa basi tena alhamdulillah shahadu la ilaha illallah na kila kitu, wanakuikaza kwenye kiti kabla kuchomeka ule umeme, kuna kuja mtu asa, jamani mimi ndiye nilidhulumu bana, huyo mwacheni. Hiyo ni karama kwa kweli. Manake ulikuwa hufikiri ama miujiza ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Jibril alayhi salam huwa ndiye anawasapoti mitume na manabii kwa nguvu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, wanafanikiwa. Nabii Isa anatembea juu ya maji, wanaambia ya nabii Allah, na sisi tumeruhusiwa kutembea, nyinyi mtakunywa vibaba, mtazama, mtakufa. Haya, muniacheni mimi. Na wakina Ibrahim alayhi salam huko nyuma wanatupwa ndani ya moto, kunakuja amri kutoka Allah, kuni bardan wa salaman. Kwa hiyo kuna tofauti ya muujiza na karama. Sawa, sio darasa lenye hapa. Tunaendelea. Kwa hiyo Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam wayuqarribu ila ashabihi, na alikuwa kishafanya hivyo anawakaribisha, yani anawapa masahaba wake. Thumma yanzi' falam yazal yaksiru wa yaghrifu hata shabi'u. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea anafanya hivyo, anachukua hapa anaweka pale, anawapa hivyo. Falam yazal yaksir, hakuacha kukata mkate. Wa yaghrifu hata shabi'u, na anaweka juu yake lahmi hadi wakala wakashiba. Wa baqiya minhu, ule mkate ukabaki na mboga zikabaki. Faqal, akamwambia mke wa Jabir, Rasul sallallahu akasema, kuli hadha wa adi, kuleni wewe na mume wako katika hii riziki, hiki chakula, mkate na nyama, na muwapatie hidaya. Yani nini hidaya? Nini? Muwapatie zawadi. Wahdi wa ahdi, natoa zawadi majirani zako. Fa inna nasa, kwa sababu watu, asabatuhum majaatun, wamepatwa na njaa, yani ukame, ukavu, chakula kikawa duni sana. Na mwenye hapa nasikia kidogo hadithi inatikisa hapa. Wafi riwaya, baada ya hiki kipande cha kwanza muttafaqun alayhi, na kuna upokezi wa aina hii, lakini matamko yameongezeka kidogo. Anasema Jabir katika upokezi mwingine radhiyallahu anhu, lamma hufira al-khandaq raaitu bin nabii sallallahu alayhi wasallam khamasa, tulipokuwa tunachimba handaki niliona kitu ambacho kimefungwa kwenye tumbo la Mtume sallallahu, kama vile njaa kali, udhaifu. Fankafatu ila mraati, inkafaa, mara moja nikaponyoka nikaenda kwa mke wangu. Fakultu, nikamwambia, hal indaki shay, bana una riziki hapa, una chochote? Fa inni raaitu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam khamasan shadida, hakika mimi nimeona kama alama ya njaa kali sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sha'ir, basi pale pale mama akanitolea, yani mke wangu akanitolea mfuko jirab, kimfuko ambacho huwa kinatengenezwa kinatiwa ndani vitu, kimfuko fihi, ndani ya mfuko ule mna saa,
kiwango cha kibaba cha unga au cha ngano. Walana buhaimatun, kule tulikuwa tumesema tasghiri ya taami tuaima, hapa ni buhaima, na hii ni tasghiri, ni udogo wa bahimatun, bahimatul an'am. Tulikuwa na kibuhaima, kile kimbuzi kidogo cha kike ambacho kilikuwa bado hakijakuwa kikubwa. Dajinun fadhabahtuha, dajin ndio kimnyama cha kimbuzi kama tumefasiri huko nyuma. Fadhabahtuha, nikakichinja. Watahanati shair, mke wangu naye akawa anasaga mbegu na nini, unga, anatengeneza nini lile ugali la kutoa ndani yake mikate, kuchoma mikate. Fafaraghat ila faraghi, kisha baadaye akaenda kushughulika na shughuli zangu ambazo nilikuwa nimemkabidhi. Waqatta'tuha fi burmatiha, na ule ugali ule na zile nyama zile, basi zile mboga nikazikatakata, nikazitia katika burmatiha, katika sifuria au chungu. Thumma wallaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nikageuka nikarudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat la tafdhahni birasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mamahu, mke wake akamwambia usinifedheheshi fadhaha, yani la tufdhihni, usinifedheheshi ukawaita watu wengi na mimi nina chakula kichache. Yani yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na watu aliokuwa nao. Fajituhu fasaratuhu, basi nikaja haraka sana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, nikaingia sikioni mwake, nikamnong'oneza. Fasarartuhu, nikamnong'oneza kwenye sikio lake, siri siri. Fakultu ya Rasulullah, nikamwambia ewe mjumbe wa Allah, dhabahna buhaimatan lana, tumechinja kimnyama kidogo chetu. Watahantu sa'an min sha'ir, na nimesha tengeneza kidogo, tuko na unga mchache, tumetengeneza kiugali, tunataka kufanya mkate, kuchoma mkate. Fataal anta wa nafaru maaka, njoo wewe peke yako ya Rasulullahi, na watu labda mmoja wawili pamoja na wewe. Nafar ni watu kuanzia watatu. Hivyo fasaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, bana, heri kama hii haiwagi yake Rasulullah sallallahu peke yake. Hakuwa mchoyo, hakuwa mkarimu wa wakarimu. Akaita, faqala ya ahla al-khandaq, enyi wachimba handaki, inna Jabiran qad sanaa su'ran fahayyahala, hakika Jabiri ameshatengeneza chochote nyumbani kwake, njoni. Hili tamko hayya ni kama vile kuita watu. Unasikia katika tamko kuna hayya, kisha katika ile adhana unasikia au msala unasema hayya ala salah, hayya, njoni. Halafu hapa hayya hala manake njooni, kuna starehe huko, kuna kheri. Yani kama vile unamwambia mtu anakuja kwako, ahlan wa sahlan, karibu, hebu jihisi kwako, usiwe na wasiwasi, sawa.
Fahayyala bikum, njooni. Hili tamko watu wengi walitumii, lakini angalia ni tamko fasaha sana. Sisi tunazoea tu ahlan wa sahlan na marhaban. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nabii rehma na amani zimwendee akasema, la tunzilunna burmatakum, aambia Jabir, wewe na mke wako msitoi kile chungu cha nyama hicho juu ya mafiga, maana kiacheni hapo hapo kwenye mafiga yake. Wala takhbizunna ajinakum hata aji, na ugali, yani ule unga msiukandi hadi mimi niwafikie. Fajitu, nikarudi. Jabir anaongea, nikarudi kwa mke wake sallallahu, wajaa an-nabii sallallahu, na mtume sallallahu akaja, yaqudumu an-nasa, na akiwa mbele ya watu. Hata jitu mraati faqalat, hadi nikafika kwa mke wangu akaniambia, bik 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 bik, maana yake nini? Ni mtindo kumwambia he, imekuwaje? Tamko la kushtuka, imekuwaje? Mimi nimekuambia aje peke yake na mtu mmoja yule, sawa wote hao, imekuwaje? Naam, dakika zimekwisha. Allahu akbar, hadithi imenichukua jamani, muniambie mapema, maana wakati mwingine siangalii time. Basi Allah tabaraka wa taala tujalie kila la kheri. Kwa haya tumesikia, kesho inshallah tuendelee. Shukrani kwa kunizindua, lakini nizindue kabla dakika 5 mapema hivi, ili niwe na linda ahadi na time kama tulivyojiahidi. Naam, kesho inshallah tabaraka wa taala, karibuni dakika 1 au nusu dakika. Naam, naona mkono umeinuka. Fungua maiki yako. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimetaka kujua, je, Mtume wetu Muhammad sallallahu aliwahi kufanya miujiza mingi? Mingi sana. Kwa sababu na jirani yangu hapa huwa ananiambia Mtume alifanya muujiza umoja tu. Aliusoma wapi? Mchana kuwa jua kuwa mchana. Aliusoma wapi? Mbona ni mingi? Mwambie njoo nikusomeshe, umpe hizi hadithi zote hizi. Na malafu ni ipi tofauti ya miujiza na karama? Leo nimetoa mfano kidogo tu. Muujiza ni nguvu za Mwenyezi Mungu ambazo umwamrisha Jibrilu alayhi salamu kwenda kuwasaidia mitume wake na manabii. Ama karama ni Allah jalla jalalu tu anapenda kumkirimu. Karama, kumkirimu mja wake, anatokewa na mambo ya ajabu. Jana nimepata habari hapa, kulikuwa dada mmoja na kaka wameoana, wakakaa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa tano, 6, 7, 8, hawajapata mtoto. Kijana akasema, sasa mke wangu, acha mimi nende nikaoe. Yeye anataka kwenda kuoa, mwezi ule ule mwanamke akapata mimba. Hizo ni karama. Umenielewa? Sijaelewa vizuri karama. Haujaelewa karama? Kama ni matokeo yanamtokea mtu kutoka kwa Allah bila yeye kupangilia wala kujua. Hapo nimeelewa. Wewe kama isha kutokea unaelewa, kwa sababu kuna wakati unakwenda mahali ulikuwa hutegemei kabisa mambo mema yanakutokea, unasema karama hizi Allah amekukirimu. Ndiyo, barakallahu fik. Amin. Asante. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم tunakuomba ya Rabbi utujalie matokeo mema, karama, utuzidishie karama nyingi za kutunusuru na matatizo mengi ambayo yanayotukabili. Tuletee karama za afya kwa wagonjwa wetu, tuletee karama nyingi kwa wenye njaa,
Ya Rabbi, wasiokuwa na kazi waletee karama, wenye wajawapata waume wape karama za kuolewa na waume wema, na wale wanaume wajapata wake wawape karama za kuoa wanawake wema, na hao vijana wetu wenye kwenda shuleni wape karama za kushinda mitihani. Ya Rabbi, kila jambo linawezekana kwa nguvu zako na kwa kupenda kwako, wala sio kutaka kwetu wala kwa uwezo wetu. Allahumma salli wa sallim baraka ala nabika Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ. مرحبا بكم، karibuni.